Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Machi 21 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Na leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema Tanzania na China kuimarisha ushirikiano kiuchumi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini TFS yapanda miti 350 Shinyanga. TFS yapanda miti 350 Shinyanga Girls kuhifadhi mazingira. Lakini kuna habari bado inayosema waandishi wadau wa habari watembelea vivutio vya utalii. Waandishi wadau wa habari watembelea vivutio vya utalii. Na TANESCO yagusa mioyo ya watoto wenye mahitaji maalum. Na kuna habari inayosema Shemdoe hatutaongeza muda kwa mkandarasi barabara za Afcon. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema Waziri Sangu arasimtaka Wateta kuhusu Mei Mosi. Waziri Sangu arasimtaka Wateta kuhusu Mei Mosi. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini wakulima 300 wapatiwa elimu masuala ya afya ya akili na uzazi. Wakulima 300 wapatiwa elimu kuhusu afya ya akili na uzazi. Lakini kwenye habari za kimataifa, Chuck Norris yafariki dunia. Huyo ni mkali mtaalamu wa filamu za mapigano. Chuck Norris afariki dunia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni TAKUKURU yatakiwa kuchunguza miradi ya taasisi za dini. TAKUKURU yatakiwa kuchunguza miradi ya taasisi za dini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako gazeti la Mwananchi. Lenyewe linaanza na habari inayosema polisi jela miaka miwili kwa kuua. Polisi jela miaka miwili kwa kuua. Na bado kuna habari kwenye gazeti lako la Nipashe nasema mtuhumiwa mauaji ya Nyanza alivyonaswa simu yatajwa. Mtuhumiwa mauaji ya Nyanza alivyonaswa simu yatajwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Julie Manning afariki dunia. Julie Manning afariki dunia. Huyu ni jaji wa kwanza mwanamke aliyegeuza taswira ya sheria nchini Tanzania. Huyu ni Julie Manning afariki dunia. Lakini kimataifa kwenye gazeti lako la Mwananchi kuna habari inayosema vita vya Irani na Israeli kuacha maumivu kwa wakulima. Vita vya Irani na Israeli kuacha maumivu kwa wakulima. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Habari Leo lenye ukurasa wa mbele linaandika msongo wa mawazo waathiri wanawake zaidi, sababu za tajwa. Msongo wa mawazo waathiri wanawake zaidi, sababu za tajwa. Na jaji mwanamke wa kwanza mahakama kuu afariki dunia. Huyu ni Julie Manning, jaji wa kwanza mwanamke mahakama kuu afariki dunia. Na bado kuna habari inayosema Tanzania yaita wawekezaji sekta ya afya na sayansi. Tanzania yaita wawekezaji sekta ya afya na sayansi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Habari Leo ni Samia ahimiza amani utulivu Idil Fitri. Rais Samia Suluhu Hassan ahimiza amani na utulivu kwenye Idil Fitri. Lakini awataka wa Tanzania sikukuu njema. Nchimbi ataka dini zilinde maadili ya taifa. Bado kuna habari inayosema Njombe yaja kitofauti wenyeji Mei Mosi kitaifa. Njombe yaja kitofauti wenyeji Mei Mosi kitaifa. Lakini bado kuna habari inayosema Rioba aaga TBC amshukuru Dr. Samia kumwokoa vitani. Huyu ni Ayubu Rioba aaga TBC amshukuru Rais Samia kumwokoa vitani. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema wawili mbaroni tuhuma za mauaji aliyekuwa nje ya nyumba. Wawili mbaroni tuhuma za mauaji aliyefukiwa
nje ya nyumba, habari inaendelea ukurasa wa 4. Lakini Zambia yazindua kituo cha 40 msongamano. Zambia yazindua kituo 40 wa misongamano na konde. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako, naendelea ukurasa wa 18. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika habari inayosema Kihenzile akoshwa na uwekezaji bandari ya Durban. Kihenzile akoshwa na uwekezaji bandari ya Durban. Lakini Jaji Manning Kinara aliyefungua milango kwa wanawake. Jaji Manning Kinara aliyefungua milango kwa wanawake. Huyo ni Jaji Manning afariki dunia. Lakini Dr. Nchimbi awasihi viongozi wa dini kufundisha maadili. Dr. Nchimbi awasihi viongozi wa dini kufundisha maadili. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele inaandika Mwinyi, mema ya mfungo wa Ramadhani yaendelezwe. Huyo ni Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi asema mema ya mfungo wa Ramadhani yaendelezwe. Lakini shujaa wa saratani ya matiti huyu hapa, na tusherekee Idil Fitri kwa utulivu na amani. Tusherekee Idil Fitri kwa utulivu na amani. Lakini mvua kubwa kunyesha siku 5 mikoa 8. Mvua kubwa kunyesha siku 5 mikoa 8. Na Dr. Nchimbi atilia mkazo maadili mema nchini. Dr. Nchimbi atilia mkazo maadili mema nchini na athari za kuzungumza kwa simu muda mrefu. Lakini mwanasheria wa kwanza mwanamke UDSM afariki dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye asubuhi ya leo linaanza habari inayosema Dr. Mwinyi, Dr. Samia wapongezwa kudumisha amani. Lakini mwanafunzi wa MUM akutwa amefariki chumbani. Mwanafunzi wa Morogoro University akutwa amefariki chumbani. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo habari kubwa ni Dr. Mwinyi, tuendelee mambo mema ya Ramadhani. Huyo ni Dr. Mwinyi awasihi wa Tanzania tuendeleze mambo mema ya Ramadhani. Lakini Hemedi awataka wazazi kudhibiti watoto wakati wa Idi. Hemedi awataka wazazi kudhibiti watoto wakati wa Idi. Lakini bado kuna habari kubwa kimataifa inasema wagonjwa Kifalestina wapelekwa Misri kwa matibabu. Wagonjwa wa Kifalestina wapelekwa Misri kimatibabu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika wafanyabiashara wakoshwa na mapendekezo tume ya rais ya kodi. Lakini maelfu ya wakimbizi wa Burundi warejea nyumbani. Na jaji wa kwanza mwanamke Julie Mining afariki dunia. Na Olexi yatoa mkono wa Idil Fitri New Faraja. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika mkandarasi anayejenga barabara kuelekea uwanja wa Afcon Arusha hataongezewa muda. Huyo ni Profesa Shemdoe. Na serikali yatangaza fursa za uwekezaji nishati dola bilioni 12.9. Serikali yatangaza fursa za uwekezaji nishati dola bilioni 12.9. Lakini bandari ya Durban yampa uzoefu mpana naibu waziri uchukuzi. Na RC Kunenge awapa jukumu madiwani kushirikiana na DAWASA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Mwanahabari linaanza na habari inayosema serikali yatoa fedha ujenzi wa kuelekea uwanja wa Afcon. Lakini kuna habari inayosema Opa Clement bado ana imani na Twiga Stars. Lakini Mtanzania ajiunga na Latvia. Huyu ni Mtanzania ajiunga na timu ya Latvia. Lakini Msuva aanza kujipata Iraki. Msuva aanza kujipata Iraki. Na Sadio Mane atakiwa arudishe medali ya Afcon. Sadio Mane atakiwa arudishe medali ya Afcon. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Machinga kurasa wa michezo naandika TFF tuwaombee Serengeti Boys. Lakini Simbu awashukuru mashabiki. Baraza Pamba tulijipanga dhidi ya Simba. Lakini Gamondi na kwenda Rwanda kufanya vizuri.
FIFA yapigia chapua makocha wanawake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Nemes apongeza Manula kurejea Taifa Stars. Huyo ni Nemes golikipa mkongwe apongeza Manula kurejea Taifa Stars. Lakini tumedhamiria kuinua michezo. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tumedhamiria kuinua michezo. Yanga mikononi mwa Mtibwa Sugar leo. Lakini nyota KVZ akiri ushindani ligi kuu Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Uhuru linaandika Mtibwa Yanga mtegoni. Mtibwa Yanga mtegoni na Serena Williams aibukia kivingine. Rais Dr. Mwinyi ataja viwanja na akademi. Lakini bilioni 82.9 kung'arisha barabara za Afcon 2027. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika Simba TRA United fupa jingine gumu. Mtibwa Sugar dhidi ya Yanga ratiba kilio kwa wageni, habari ni ukurasa wa 14. Lakini kimataifa Magwaya na Maino warejea England. Tushid acha nyota kadhaa wakubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika mkongwe Ochoa aitwa kuokoa jahazi Mexico. Lakini ujenzi wa barabara Afcon ya Arusha kugharimu bilioni 82.5. Yanga kujiuliza kwa Mtibwa. Bodi ya pukutisha waamuzi ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe linaandika kwenye michezo Nation Simba miaka miwili. Nation Simba miaka miwili. Lakini wahuni wa kafu yametuvua nguo. Wahuni wa kafu wametuvua nguo. Uzo wa mwisho wa Messi. Lakini Super 16 lakini yakionekana Aishi Manula. Lakini bado kuna habari inasema wakubwa mzigoni kafu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanaspoti, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Linaanza na habari gazeti lako la Nipashe linaanza na habari inayosema katika michezo ni Yanga dhidi ya Mtibwa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo, huku Simba naye kukabiliana na Tabora. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.